Na wasalimu kwa jina la Yesu, wana na binti za Mungu. Ninamshukuru sana Mungu wa pekee na wa kweli ambaye ametulinda tena mpaka tumekutana kwenye sehemu hii, sehemu ya 4 ya kipindi chetu kizuri kinachokwenda kwa kichwa Jukwaa Imara. Mpo nami mjoli wenu Emmanuel Liaru, mmoja kati ya wajoli katika kanisa hili la Kibada Matengenezo, lakini pia ni mwalimu katika Njia Salama, channel yako nzuri kwa mafundisho au mahubiri ya neno la Mungu. Ninamtukuza Mungu sana kwa kunipatia nafasi nyingine tena kuweza kukutana na wewe ili tuweze kuendelea sehemu ile ya 4 ambayo niliwaahidi hapo awali. Watu wa Mungu, tunapozidi kuweka mambo sawa, niseme tu ya kwamba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki sana na kuwalinda, lakini pia awe nanyi katika kipindi cha leo. Kabla ya kuanza kipindi chetu, ni wasi tuombe kwa namna ambavyo utaweza hapo ulipo. Nyenyekea kwa Mungu tupate ombi tunapokwenda kuanza somo letu la leo. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nakushukuru kwa sababu umenipatia wasaa mwingine tena wa kuzungumza maneno yenye uzima, kuweka bayana zile siri ambazo shetani amezificha kwa kipindi kirefu, ili wajumbe ambao unataka kuandaa na kuwatuma kwa watu wengine eti wawe gizani. Lakini kwa sababu kwa mkono wako wenye nguvu umetuma watumishi wako waaminifu, kaonekane upande wao, ukiwasaidia kuzungumza kweli na kuwafungua akili wale ambao wameingia kwenye kanisa kwa maana ya jina, ili waweze kuingia kwenye kanisa kwa maana ya kuwa na imani ile ambayo Yesu aliikusudia watoto wake wawe nayo. Jukwaa imara ni kitu gani? Ili tuweze kusimama hapo na tusishuke. Tufundishe kwenye kipindi hichi chote, kuwa nasi mwanzo hata mwisho. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amina. Basi watu wa Mungu, huu ni mfululizo ama tupo kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokwenda kwa kichwa kikubwa, dini yetu SDA itabadilishwa. Dini yetu SDA itabadilishwa. Haya maneno aliyazungumza nabii kwenye kitabu kinachoitwa Selected Messages, gombo la kwanza, kurasa namba 204, paragrafu ya 2, ama Ellen White Letters, barua ya Ellen White ya mwaka 1903 ya 242, paragrafu ya 13. Alisema dini yetu itabadilishwa. Sasa kama alisema dini yetu itabadilishwa, kwa mtu ambaye ana akili yenye afya, lazima achunguze hiyo ambayo ilikuwa ni dini yetu mwaka 1903 waliamini nini, ili hicho ambacho kilikuwa ni dini yetu kilitutambulisha Waadventista wa Sabato, tuangalie leo, tunakitunza leo, tunafundishwa leo ndani ya kanisa, ili mtu awe muumini wa kanisa la Adventista wa Sabato. Je, anatakiwa autunze huo ukweli au aupinge? Kama anatakiwa aupinge, tunajua basi dini yetu imeshabadilishwa. Na sisi kwa uaminifu, kama ambavyo nabii hakuna mahali alisema ya kwamba tenda dhambi yoyote ili ubaki kuwa kanisani, ama ondoa msingi wowote, ondoa nguzo yoyote, timbers yoyote, ili uwe kwenye kanisa kwa maana ya mfumo ama jina. Hakuna mahali nabii alisema tuharibu jukwaa la kwanza ambalo mjenzi ni Mungu mwenyewe, ama tuondoe mapito ya zamani eti ili tubaki kuitwa kwa jina tu, ama tuwe ndani ya mfumo ambao kwa huo labda watu wanaweza wakasema ya kwamba ni Mungu aliutoa. Hakuna mahali nabii alisema tuvunje amri ya kwanza
tumuondoe Mungu ambaye ni baba yake Yesu kwenye amri ya kwanza, tuweke miungu wengine watatu walioitwa utatu, eti ndio ili tubaki kwenye kanisa la Mungu. Hapana. Kanisa la Mungu ni jumla ya akili zinazoutii ukweli. Rafiki yangu, zingatia kile ambacho nimesema kwenye somo la 3. Kama hukuangalia, tizama. Lakini pia anza somo la kwanza, la pili, la 3, ufaidike vyema na somo hili la 4. Hivyo lazima tujifunze waliamini nini na tupime leo tunachokiamini ni kitu gani, ili iwe ni kwa hatma ya kila mmoja kwa uamuzi wake kuendea njia ambayo atakuwa amechagua kuiendea. Wakati napata feedback juu ya sauti kwa marafiki, nilikuwa ninaangalia, wataniambia, na kama utaona sauti iko vizuri pia utaniambia. Hivyo basi tunakwenda kuanza somo letu la leo juu ya jukwaa imara ni kitu gani, kitu ambacho kinaitwa jukwaa imara. Hili jukwaa ni kitu gani? Dini yetu itabadilishwa ni mfululizo wa series yetu ya masomo ambayo tunayajifunza. Jukwaa hii ni lugha ya picha, maana hakuna mahali palitengenezwa jukwaa la namna hii. Hii ni lugha ya picha kwa ajili ya kujifunzia. Tunaona kuna watu ambao wamesimama kwenye jukwaa hili wakiangalia mbinguni, na kuna wengine wakiangalia lilivyojengwa na kuanza kulitolea shutuma ama kuanza kupata wasiwasi, wakaanza kunungunika. Watu wa Mungu, twendeni pamoja. Tutaona hawa waliosimama imara kwenye jukwaa na hawa wananungunika, mwishowe wanashuka kama picha, lugha ya picha inavyoonyesha. Haya mambo unayoyaona yanamaanisha nini katika namna ya kimafundisho? Maana hakuna mahali watu walifanya kitu kama hicho ambacho wanakiona. Hii ni lugha ya picha ya kukwambia ama ya kuonyesha kwamba kuna waliokuwa kwenye jukwaa, lakini walipoanza kutilia shaka ukweli Mungu aliyoutoa, walishuka kwenye jukwaa kwa kunungunika, ili pabadilishwe yale ambayo Yesu alisema wapate kuweka yanayowafurahisha wao. Wanungunikaji, waasi, offshoots ama backsliders, hawa ambao wapo chini ya jukwaa, leo tutawaona kwa namna ya pekee. Mungu aweze kukupatia utulivu tuweze kujifunza vyema. Tutajifunza yafuatayo: jukwaa imara ni nini? Mjenzi ni nani? Alilijenga lini? Alilijenga wapi? Alilijenga kwa kutumia nini? Kupanda ni kufanya nini? Mtu atawezaje kushuka ama kuruka nje ya jukwaa? Yaani mtu akifanya nini sasa atajikuta ameshuka, ama kwa kutenda nini atakuwa amemaanisha ameshuka kwenye jukwaa? Mungu azidi kuwa nasi kwenye kipindi hichi kizuri ambacho kama tutaelewa hichi ambacho kimeandikwa humu ndani, tutafaidika sana, watu wa Mungu. Kitabu ni Yuda sura ya 1 aya ya 3 na ya 4. Maandiko yanasema hivi. Kwa nini tujifunze haya? Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na liona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Zingatia maneno ambayo nimepigia mstari. Imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Baadaye tutaona hii imani ni nini. Hii imani itakwenda kuonekana ndio lile jukwaa imara ambalo linajengwa kwenye akili za watu. Zingatia, baadaye mbele tutakwenda kuona. Aya ya 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Aya hii inatufafanulia kuna watu ambao ni makafiri. Ili umjue mtu ama ni mchungaji wako amesoma theology, ama ni mkurugenzi, ama ni president, ama ni vice president, awe kwa jina lolote anaitwa, awe na cheo chochote, ili ujue ni mtumishi wa Mungu au ni kafiri, sifa hii hapa mbele ndio ya kumpimia. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola. So peke yao wakina Mola watatu, aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza ukamuuliza mchungaji wako tu, aliye peke yake Mola ni nani?
utaona atakapoanza kuchanganyikiwa hapo. Anaanza kulinda mshahara aliye peke yake Mola. Kwa hiyo wanamkana aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Anza kuuliza mchungaji wako, utamjua ni kafiri ama sio kafiri. Hiyo ni Biblia inatuambia. Basi tuende tukaone kile ambacho na kwenda kukitoa kwenye kitabu kinachoitwa Vita Kuu sura namba 12, jukwaa imara. Nataka tusome taratibu, kisha mbele nitatoa nukuu na maelezo na picha nyingine ambazo zitatusaidia kufikia ukweli ambao ninafikiri ni vyema sana kuweza kuupata kwa siku ya leo. Twende tukaone kile ambacho kimeandikwa hapa, rafiki yangu. Kitabu ni Matukio ya Siku Matukio ya Siku za Mwisho. Nadhani kwa matukio itakuwa ni peji namba 68 mpaka 70, lakini Vita Kuu ni sura namba 12, jukwaa imara. Tunakwenda kuangalia, tuanze kujifunza hapa, mtu wa Mungu. Nabii anaandika, anasema haya yafuatayo: niliona kundi la watu waliosimama imara na wakiwa wamelindwa, wakiwa hawakubaliani na wale ambao wangelihatarisha imani thabiti ya kundi hili. Twende pole pole, rafiki yangu. Kumbe watu waliokuwa kwenye jukwaa walikuwa wana imani thabiti. Anasema Mungu aliwaona na kupendezwa nao. Nilionyeshwa hatua 3. Zingatia, hatua 3. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa 3. Malaika aliyeambatana nami akasema, ole wake atakayeondoa sehemu moja au hata kipengele kidogo kabisa cha wajumbe hawa watatu. Anasema uelewa sahihi wa ujumbe wa malaika hawa ni wa muhimu sana. Mustakabali wa roho za watu hutegemea jinsi ujumbe wa malaika hawa unavyopokelewa. Rafiki yangu, mustakabali wa imani za watu hutegemea, yani waumini hutegemea vile wanavyopokea ama wanavyopewa ujumbe huu. Lakini malaika anaonya, anasema ole kwa yeyote ambaye atabadili hata kipengele. Angalia hapa ambacho anasema malaika aliambatana nami akasema, ole wake atakayeondoa sehemu moja au hata kipengele kidogo kabisa cha wajumbe hawa watatu. Kwa nini malaika anatoa ole? Maana ambaye atatoa kipengele chochote katika ujumbe wa malaika hawa watatu, malaika yule wa kwanza, wa pili ama watatu, atakuwa amewashusha watu kwenye jukwaa imara, ama atakuwa amejishusha ikiwa ameviondoa hivyo vipengele kwenye akili yake. Kwa hiyo hatima ya watu inategemea namna ambavyo wanaupokea huu ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na kwenye kanisa la Adventista wa Sabato leo, ili uwe mchungaji, wanakupima, ni sharti uweze kuupindisha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Ukiweza kuupindisha huu ujumbe ama hizi jumbe tatu, ukiweza kuzipindisha, ndipo unaajiriwa kuwa mchungaji kwenye kanisa la Adventista wa Sabato la Sasa Association, ambalo bwana Teddy Wilson alikuwa president, sasa hivi yuko na ndugu Kola. Kanisa hili, ili mtu aajiriwe kuwa mchungaji au awe mzee au awe shemasi, awe mwinjilisti kwenye kanisa hili, anapimwa kwenye kigezo cha kuwa na uwezo wa kuupindisha ujumbe bila waumini kujua, ndipo anakuwa mchungaji. Hivyo lazima mchungaji awe mnafiki leo ili awe mchungaji ama apate nafasi kwenye kanisa la Adventista wa Sabato. Tutakwenda kuona kile ambacho ninakisema, maana lazima nithibitishe katika mahubiri, mafundisho yanayokuja. Tutakwenda kuona namna ambavyo mafundisho yamewekwa kwenye kitabu hichi hapa, mafundisho ya uongo yalivyowekwa kwenye hichi kitabu yanavyopinga jumbe za malaika watatu. Tutakwenda kuona kama hichi kitabu umekinunua na unakisoma ili uweze kufuata ambacho kimeandikwa humu. Rafiki yangu, nakwambia hichi kitabu kinawashusha watu kwenye jukwaa with confidence. Ninajua ambacho
ninakisema, maana nimekisoma hichi kitabu na nimesoma ujumbe ambao ni dini yetu, ambao watu wa Mungu walikuwa wakiamini na Mungu aliwapatia hichi kitabu Fundamental Principles. Nimekisoma, hivyo ninafahamu kile ambacho nakizungumza. Sasa nabii anasema, malaika akaniambia, ole kwa yeyote ambaye atabadilisha hata kipengele kidogo tu katika jumbe za malaika hawa watatu. Swali hili, nabii anaposema dini yetu itabadilishwa, na malaika anaposema ole kwa atakayebadilisha kipengele chochote kwenye jumbe hizi tatu, je, si kwamba ni kile ambacho nabii alisema? Kubadilisha kipengele chochote katika hizi jumbe tatu za malaika si kuharibu dini yetu? Ndio maana yake. Tutakwenda kuona malaika anaonya lisitokee jambo ambalo litawatoa watu kwenye kanisa. Maana kanisa sio jumla ya watu walio kwenye jengo, bali ni watu ambao akili zao zinakubali ukweli ambao Kristo mwenyewe amelipa kanisa lake. Tuendelee mbele tuone. Kabla ya kuendelea mbele, hapa chini kwenye nukuu mstari wa 2 nimepigia mstari neno mustakabali. Narudia, mustakabali wa roho za watu hutegemea jinsi ujumbe wa malaika hawa unavyopokelewa. Naendelea. Nilipitishwa tena katika ujumbe wa malaika hawa, na nikaona jinsi watu hao walivyokuwa wamenunua uzoefu wao kwa gharama kubwa sana. Ulikuwa umepatikana kwa mateso mengi na mapambano makali sana. Mungu alikuwa amewaongoza hatua kwa hatua mpaka mwishowe alipokuwa amewaweka kwenye jukwaa imara lisilotikisika. Anazidi kusema nabii, niliwaona watu wakilikaribia jukwaa lile na kuchunguza msingi wake. Baadhi, huku wakiwa na furaha, walipanda kwa haraka kwenye jukwaa hilo. Wengine walianza kutafuta kasoro katika msingi wake. Walitamani endapo kama uboreshaji ungelifanywa, halafu ndipo jukwaa lingekuwa kamilifu zaidi. Mtu wa Mungu, nukuu hii hapa juu inaposema nilipitishwa tena katika ujumbe wa malaika hawa. Ujumbe wa malaika hawa ndio ngazi tatu ambazo zinawapandisha watu kwenye jukwaa. Anasema, na niliona jinsi watu hao walivyokuwa wamenunua uzoefu wao kwa gharama kubwa sana. Anapozungumzia juu ya watu hao ambao wamepata huu uzoefu kwa gharama kubwa sana, anazungumzia wale wa Adventista kwenye miaka ya 1843, 44, 45, 46 walipokuwa wakipokea jumbe za malaika wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ni Mungu alikuwa anawapandisha hatua kwa hatua, akiwaweka ili kuwaweka kwenye lile jukwaa imara lisilotikisika. Anazidi kusema Mungu alikuwa amewaongoza hatua kwa hatua mpaka mwishowe alipokuwa amewaweka kwenye jukwaa imara lisilotikisika. Kumbe aliyewaweka kwenye jukwaa imara ni Mungu mwenyewe. Jukwaa hilo halitikisiki. Niliwaona watu wakilikaribia jukwaa lile na kuchunguza msingi wake. Nisikilize. Wakati ujumbe wa malaika wa kwanza unatolewa, wako watu ambao walikuja kuchunguza kwa habari ya kile ambacho kilikuwa kinapokelewa na Adventista na kutangazwa, na ujumbe wa malaika wa pili vivyo hivyo, na yule malaika wa tatu vivyo hivyo. Kama leo tu wa Adventista tukihubiri juu ya jumbe hizi tatu, nazungumzia wa Adventista wenye ukweli, wanapohubiri kwa habari ya hizi jumbe kuu tatu, kuna watu watakuja kuchunguza msingi wetu, mafundisho yetu, tumesimamia wapi kiakili katika uelewa wa Biblia. Wakichunguza mafundisho yetu, wako watakaoyakubali na wataingia ndani ya kanisa. Hao tunasema wamepanda kwenye jukwaa. Wale watakaokataa tunasema wameshuka. Kama walikuwa wamepanda wakanungunika ndani, wakaliacha kanisa, yani ukweli. Lakini kwa wale ambao walikuwa nje, hawakupanda, hawakushuka, bali walikuwa chini wakati wote. Tuone kile ambacho nukuu hii inasema, niweze kuijaza kwenye skrini yako, mtu wa Mungu, uweze kuona kile ambacho nataka niongeze zaidi. Anasema niliona watu wakilikaribia jukwaa lile na kuchunguza msingi wake. Baadhi, huku wakiwa na furaha,
walipanda kwa haraka kwenye jukwaa hilo walipojua ule ukweli, wakafurahi kwa habari ya kuja kwa Yesu na mambo mengine ambayo Mungu alikuwa amefunulia watu wake. Anasema wengine walianza kutafuta kasoro katika msingi wake. Wengine walibaki pale chini wakijaribu tu kuangalia ama kutaka kukoroga tu ili kuambia wengine kwamba hapana, kuna kitu hapa hakipo sawa. Unaona kwenye picha hiyo hapo, ni lugha ya picha tu. Wengine wakabaki chini wakichunguza msingi wake. Kuchunguza msingi kama ambavyo inaonekana hapo kwenye picha, maana yake ni nini? Ni kuanza kuchunguza yale mafundisho ili kuyakataa. Ndio maana leo kuna baadhi ya watu ambao ukiwaambia Mungu amechagua funga kwa Waadventista wa Sabato, kanisa la Kristo la kipindi cha mwisho, funga aliowachagulia watu wake ni kuacha matumizi ya chakula cha nyama. Kuacha nyama ni sehemu ya funga kwa watu wa Mungu, maana Yesu kuhani wetu mkuu yuko patakatifu akiendelea na kazi ya upatanisho. Wayahudi kwa siku hii ya upatanisho walikuwa wakijitesa, walikuwa hawali chochote, walikuwa wakizitesa nafsi zao. Na kwa tendo hili za wao kutesa nafsi zao, leo Mungu sasa anajua hatuwezi kufunga kuanzia mwaka 1844 mpaka Yesu atakapokuja tufunge kwa kutokula eti tutese nafsi zetu. Hilo haliwezekani, lakini ametuchagulia kutokutumia nyama kama sehemu ya vyakula vyetu. Sasa watu wamekaa kwenye msingi hapa wanachunguza nyama. Yesu alikula nyama? Hao watu kwenye msingi unaoona hapo, mbona makuhani walikula nyama? Wanaanza kuchunguza huduma, mbona zilikuwa zisinge kwenda? Maana makuhani waliambiwa wale nyama ya wanyama ambao waliwachinja na maelezo mengine kama hayo. Wanaanza kuchunguza na kuanza kupindua kweli na kusema huenda ujumbe ambao umepokea si wa kweli. Wanaanza kuchunguza mafundisho, lakini kwa sababu hawakuwa na nia moja ya kumtafuta Kristo, leo hii hata kanisa la Mungu wameliacha. Na wengine wakachunguza msingi, wanasema tutoe zaka na sadaka. Walawi ni wakina nani? Wamechunguza msingi. Wengine wakasema mbona Biblia inatamka ubatizo kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho, alafu nyewe Waadventista mnasema Mungu mmoja ana nafsi moja? Yaani hawa ambao wapo juu ya jukwaa wanasema Mungu mmoja ana nafsi moja. Vipi tena mseme hivyo wakati Biblia inazungumzia Baba, Mwana na Roho? Wale wanungunikaji wanachunguza hapo chini kupindua ukweli, lakini Waadventista wanabaki kwenye jukwaa wakiwa wamesimama bila kuyumbayumba kuwako kokote, wakisimama kwenye jukwaa katika mafundisho ambayo Mungu amewapatia. Anasema wengine walianza kutafuta kasoro katika msingi wake. Walitamani endapo kama uboreshaji ungelifanywa, halafu ndipo jukwaa lingekuwa kamilifu zaidi na watu wangefurahi zaidi. Leo kuna watu ambao wapo kwenye makanisa wanakuambia ya kwamba tukiwaruhusu wanawake na wao wachungaji, kanisa litanoga zaidi. Ndivyo hawa wapotofu ama hawa waasi wanavyosema. Wanasema tukiruhusu na tuimbe kama wapagani wanavyoimba, watu watalipenda kanisa. Hawa ni watu ambao wanatafuta kasoro na kurekebisha kanisa ama mafundisho vile Mungu alikuwa ameyatoa ili yafurahishe nafsi zao. Hawa ndio wamejaa kwenye kanisa leo. Hata mchungaji ukijifanya wewe unakemea dhambi, bado tu wachungaji watakwambia usiamini juu ya Mungu wa kweli, amini juu ya Mungu ambaye alitungwa na wapagani utatu. Lakini wakati huo wanakwambia acha dhambi fulani, wanakemea dhambi fulani, lakini bado wamewashika wale watu, maana tayari walichunguza jukwaa na wakaona ya kwamba ni ukweli Mungu ameutoa, lakini kwa sababu haufurahishi nafsi zao, wakawa tayari kuwasilisha tofauti. Usiungane na watu wa namna hiyo, rafiki yangu. Hao ni wanungunikaji, watafutaji wa kasoro. Wapo wengi kwenye kanisa la Mungu leo. Lazima wewe binafsi ujue ukweli na utulie katika huo. Anazidi kusema walitamani endapo kama uboreshaji ungelifanywa, halafu ndipo jukwaa lingekuwa kamilifu zaidi na watu wangefurahi zaidi. Anaendelea kusema baadhi walishuka chini kutoka kwenye jukwaa ili
ili walitazame, na wakasema kwamba limejengwa vibaya. Lakini niliona kuwa karibu wote walisimama imara juu ya jukwaa lile, na kuwasihi wale waliokuwa wameshuka waache manung'uniko yao, kwa kuwa Mungu ndiye aliyekuwa mjenzi mkuu husika. Nabii anasema tena, walikuwa wanashindana naye. Walisimulia matendo ya Mungu ya ajabu yaliyokuwa yamewaongoza katika kufikia jukwaa lililo imara, na kwa pamoja wakainua macho yao mbinguni, na kwa sauti kuu wakaanza kumtukuza Mungu. Jambo hili liligeuza nia ya baadhi waliokuwa wamenung'unika na kuondoka kwenye jukwaa lile, nao kwa kutazama kwa unyenyekevu wakapanda tena jukwaani. Rafiki yangu, hapa ambacho kinazungumzwa ni kwamba wapo watu ambao walichunguza ukweli kwa habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, wakaona walinung'unika bure, wakaona Waadventista wako sawa, wakarudi kwenye jukwaa. Wale ambao walikuwa wamesimama kwenye jukwaa walikuwa wamesimama imara kwenye hizi jumbe tatu. Maana ngazi ya kwanza ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ngazi ya pili ni ujumbe wa malaika wa pili, na ngazi ya tatu ni ujumbe wa yule malaika wa tatu. Hivyo wale ambao waliona hizi kweli wakazitilia shaka, wakazichunguza, wakaona kumbe zipo sawa, wakapanda tena, yani wakaukubali ule ukweli katika akili zao. Hawakubaki tena chini, bali walikuwa sehemu ya kanisa, maana walikubali zile jumbe za malaika watatu. Walikubali mafundisho ambayo Mungu aliyaleta katika zile jumbe za malaika wale watatu. Lakini tunafahamu kabisa kwenye kisa cha wanawali, wako watano waliokuwa wapumbavu ambao taa zao hazikuwa na mafuta. Wale ambao taa zao zilikuwa hazina mafuta walilichunguza lile jukwaa. Wengine walipanda kwa haraka kwamba Yesu anakuja, akija twende naye, asipokuja tutabaki hapa. Na Yesu wakati hakuonekana katika macho ya damu na nyama kwamba amekuja, lakini kumbe alikuwa amekuja mbele ya Baba yake. Wao walitegemea wamuone ukweli. Kundi zima la Waadventista ama watu wote walikuwa wakingojea marejeo ya Kristo kwenye makanisa ya Jumapili. Walipoona Yesu hakutokea, waliukataa ule ujumbe, lakini hawakupiga magoti kumuuliza Mungu, kwa nini Kristo hakuonekana mawinguni? Wale waaminifu wakapiga magoti. Mungu akamwambia, mlikuwa sawa katika tukio, katika muda, lakini Yesu alikuwa haji duniani, alikuwa anakuja mbele za Baba. Mungu aliwaonyesha kupitia njozi na maandiko matakatifu, wakaelewa. Baadaye kwenye masomo ya mbele nitakwenda kuongelea kwa habari ya hizi jumbe tatu na kuzichambua ili uone umesimama kwenye jukwaa au umeshuka. Leo ninaelezea nini maana jukwaa imara kwa ufupi, kama somo tangulizi, somo la 4, jukwaa imara. Mbeleni tutaangalia mafundisho ambayo kwa kuyakubali hayo ndipo mtu alipanda kwenye jukwaa. Tutaangalia katika vipindi vijavyo. Hivyo wale ambao walimngojea Yesu lakini hawakumuona na hawakujihusisha, taa zao zilikuwa hazina mafuta ya kutosha, hawakuwa imara kiroho, hivyo wakaishia pale kutokumuona na kugeuza na kuanza kulitukana kanisa. Lakini waaminifu walipiga magoti kumwambia Mungu, kwa nini mambo haya? Bwana akawapatia ushuhuda wa kile ambacho kilimaanisha hasa kwa kuja kwake. Ilikuwa si kuja si kuja duniani, bali ni kwenda mbele za Baba yake ili kupokea ufalme. Jambo hili tutalizungumza vizuri katika video zinazokuja, maana kuna vipindi ambavyo vimeandaliwa tayari kwa ajili ya masomo hayo. Lakini hawa ambao walinungunika sasa ni wale ambao walikataa jumbe, aidha ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili au malaika yule wa tatu. Nabii anaendelea kusema yafuatayo kwenye nukuu yetu hii: wengi huangalia kwa mshangao mwenendo wa Wayahudi katika kumkataa na kumsulubisha Kristo, na waliposoma historia ya fedheha aliyotendewa, wanadhani kwamba wanampenda Yesu na wasingalimkataa kama Petro alivyofanya au kumsulubisha kama walivyofanya Wayahudi. Lakini Mungu asomaye mioyo ya wote
ameupima upendo wao huo wanaodai kuwa nao kwa Kristo. Hichi kitabu Vita Kuu sura namba 12, Jukwaa Imara, haya ambayo ninakusomea yameandikwa pale, ninakwenda kuyaelezea kwa kina kupitia nukuu na baadhi ya aya ambazo nimeziandaa rafiki zangu. Kuna watu leo ambao wanasema ya kwamba Waadventista wa Sabato kwamba imekuwaje Wayahudi ama ilikuwaje Wayahudi kumkataa Kristo na kumsulubisha, lakini wao mpaka sasa walikwisha kumkataa na kumsulubisha. Walikwisha kumkataa si mwana wa Mungu kwa kitendo tu cha kuamini Yesu ni Mungu mwenzake, Mungu ambaye hakuzaliwa na baba. Wamekataa Yesu si mwana wa Mungu, na hapo wameungana na kitendo ambacho Wayahudi walifanya cha kumsulubisha. Ndio maana Waadventista wa Sabato zaidi ya miaka 60, zaidi ya miaka 50, nabii anaisema hawakuwa na fundisho la utatu ndani ya kanisa la Adventista. Hawakuwa na wala si kwamba watu walikuwa hawataki kupenyeza ama hawajaribu kuleta mafundisho haya ya nje ndani, walijaribu. Lakini zaidi ya miaka 70 kanisa la Mungu lilikuwa lina mafundisho safi kabisa, ambayo kwa hayo walikuwa wamelikataa fundisho la Mungu aliye na nafsi tatu. Lakini adui wa roho akakusudia kuwashusha watu kwenye jukwaa. Maana yake ni nini kuwashusha watu kwenye jukwaa? Tukaone mtu wa Mungu, mambo haya ambayo nimeandaa yatakusaidia katika ukweli huu ambao ninauwasilisha. Kitabu ni MS 142 mwaka 1905, paragrafu ya 6. Anasema nabii, anasema maana kuna watu ambao walisema nabii Ellen White alikuja akaacha imani yake ya kwanza, vile ambavyo alimfahamu Mungu na Yesu na roho yake na kanisa. Wanasema nabii alikuja kubadilika, lakini kamwe nabii hakubadilika. Anathibitisha kwanza hapa, maana tunakwenda kutumia nukuu zake. Lazima aseme, je, alibadilika? Anasema, ninaukubali ukweli kila nukta yake, kama vile ambavyo umetolewa kwangu na Roho Mtakatifu kwa miaka 50 iliyopita. Natamani kila mmoja ajue kuwa ninasimama kwenye jukwaa lile Yes. Nilikuwa ninaweka vizuri sauti watu wa Mungu, maana mitambo ilikuwa imecheza kidogo. Nimerejea, tunaendelea. Nimeishia hapa. Anasema, ninasimama kwenye jukwaa lile lile la ukweli ambalo tumehudumisha kwa zaidi ya nusu karne, miaka 50. Huo ndio ushuhuda ninaotamani kutoa siku hii katika umri wa miaka 78. Mtu wa Mungu, sikiliza anachokisema nabii. Ninasoma nukuu yote na kuirudia. Anasema, ninaukubali ukweli kila nukta yake, kama vile ambavyo umetolewa kwangu na Roho Mtakatifu kwa miaka 50 iliyopita. Natamani kila mmoja ajue kuwa ninasimama kwenye jukwaa lile lile la ukweli ambalo tumehudumisha kwa zaidi ya nusu karne, yani miaka 50. Huo ndio ushuhuda ninaotamani kutoa siku hii katika umri wa miaka 78. Nabii anasema yupo kwenye jukwaa lile lile la ukweli. Kumbe jukwaa ambalo limekuwa likizungumzwa katika zile ngazi tatu na nabii kwenye kitabu cha Vita Kuu sura namba 12 ni ukweli. Anasema jukwaa lile lile la ukweli. Hivyo jukwaa ambalo watu wa Mungu waliketishwa na Yesu ni jukwaa la ukweli, kutoka kwenye mafundisho yale ambayo ni ya giza, yaliyowachanganya akili, ambayo Rumi alikuwa ndio mtengenezaji wa mafundisho yale. Baada ya Mungu kuwatoa kwenye zama za giza, akawaelekeza juu ya yeye ni nani na ibada yake iendeje. Hapa anasema anasimama kwenye jukwaa lile lile la ukweli ambalo
tumeudumisha ama tumelidumisha kwa zaidi ya nusu karne. Kama una akili zenye akili, mwaka 1905 toa miaka 50 kurudi nyuma, utaona ya kwamba kwenye mwaka 1850 katika miaka hiyo walikuwa wanajukwaa. Mungu ameshawapatia ukweli, kila kukicha anawapatia nuru mpya, ambayo nuru mpya hiyo si mpya kwa sababu eti haikuwako, ilikuwako kwenye maandiko, lakini inaelezewa vizuri, inafafanuliwa vizuri na Roho wake, ili watu waweze kubaki kwenye ukweli, waweze kurudia katika misingi ya zamani ambayo ilijengwa, ambayo walijenga juu yake mitume na manabii waliopita. Hivyo kwa miaka yote hiyo 50 anatokea mchungaji anakwambia ya kwamba Waadventista wa Sabato eti hawakufahamu Mungu wa kweli ni nani. Miaka yote 50, na Mungu aliwaambia mcheni Mungu na kumtukuza katika ujumbe ambao malaika wake alipatia kanisa lake. Na tukizungumza kwa baada ya malaika ni wajumbe. Mungu aliwapatia wajumbe ujumbe huu kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Alafu anatokea mchungaji anasema ya kwamba kanisa la Adventista kwamba halikuwa limefahamu Mungu ni nani. Sasa miaka yote hii 50 walikuwa wanamcha na kumtukuza nani? Hili ni swali ambalo ni makini, lazima tuweze kujiuliza. Walikuwa wanamcha na kumtukuza nani? Unafahamu ya kwamba watu wa Mungu hawa walikuwa kwenye jukwaa la ukweli ambalo Mungu mwenyewe alilisimamisha. Na katika miaka 78 nabii anasema anahitaji tuweze kufahamu haya. Analithibitisha hili katika umri wake, na hapa miaka 10 baadaye nabii anakufa na anatamka kabisa, sijaondoka kwenye ukweli wowote katika ule ambao Roho alitupatia. Kitabu ni Ellen G. White, miaka ya 150, 1906, paragrafu ya 9, anasema mtumishi wa Mungu maneno haya yafuatayo: ningekuwa mlinzi nisiye mwaminifu kama ningenyamaza pindi nionapo misingi ya imani yetu iking'olewa na wale walioiacha imani. Kwa hiyo kumbe walikuwa wana imani, na kuna watu ambao waling'ang'ania kutaka kung'oa misingi hiyo. Anasema na ambao sasa wamekengeuka. Mwaka 1906 kanisa la Mungu liliamini Mungu mmoja ana nafsi moja. Waliokengeuka nje ya imani ya Kiadventista walikuwa wanaamini Mungu mwenye nafsi tatu. Nimekuwa nikikazia sana hapo kwa sababu hicho ni kipengele kikubwa sana. Maana usipomjua Mungu wa kweli, ibada zako zinaenda kwa nani? Wewe unatubu kwa nani? Unaharibu kila kitu. Ndio maana katika mafundisho ambayo kanisa la SDA limeharibu, mojawapo ni kumuhusu Mungu. Sasa nabii hapa anasema kwamba ambao sasa wamekengeuka. Ambao wamekengeuka hapa ni wakina nani? Ni watu ambao walikataa hizi fundamental principles ambazo zipo chini ya picha ya nabii ambayo nimeweka hapa. Wamekengeuka. Anasema bila nanga. Anasema wakati huu mafundisho ya uongo yanapofundishwa, tunapaswa kufundisha, sikiliza, kweli ile ile tulioifundisha kwa nusu karne iliyopita. Anasema sijabadili imani yangu yodi moja au nukta moja, na ninamsihi Mungu kwamba nyote wawili mtaweza kutambua kwa uwazi tofauti kati ya uaminifu na ukosefu wa uaminifu. Mungu huyu, anasema, anamwita kila tabibu na kila mtumishi kufanya. Kwa hiyo nabii anasema wanatakiwa waifundishe kweli ile ile walioifundisha kwa nusu karne iliyopita. Nataka nikuulize rafiki yangu, jiulize, ndani ya nusu karne iliyopita kanisa la Mungu lilifundisha vipi juu ya mafundisho kama Mungu ni nani, Yesu ni nani, Roho Mtakatifu ni nini ama ni nani? Vipi kwa habari ya nafasi ya mwanamke katika kanisa, katika huduma, mchungaji, mzee, shemasi, uimbaji, vyakula, huduma ya Yesu patakatifu? Mambo yaliyohusu kufunga kwa mlango wa rehema, jumbe za kuacha miji mikubwa na kwenda nje ya miji mikubwa ambayo kanisa la Mungu lilipata,
ujumbe wa afya, ujumbe makini wa afya, elimu ya kweli, elimu ya Kiadventista. Jumbe hizo ambazo zilikuwa zikitolewa, nikuulize, je, zinafundishwa hivyo hivyo kwenye kanisa ambalo upo sasa? Kama wewe si msomaji huwezi kujua, lakini unatakiwa uanze kusoma ili sasa ujue na uweze kuchukua hatua, ikiwa hautakuwa kwenye jukwaa hili imara la ukweli wa milele. Nabii amesema ni ukweli wa milele, ni jukwaa ambalo ni ukweli wa milele. Wanatakiwa waifundishe kweli ile ile, hiyo kweli ile ile ambayo ndani ya miaka 50 waliifundisha. Hiyo kweli ile ile ambayo ndani ya miaka 50 waliifundisha. Ni ipi kati hizi ambazo unaona hapa? Maana ukikubali kitabu cha Fundamental Principle cha kushoto ama kanuni za msingi za Adventista, na hichi haukubaliki, hautakubaliwa kwenye kanisa la wanakubali wanavyoamini. Na ukikubali hichi kitabu cha wanavyoamini, utakataliwa kuwa muumini kwenye kanisa la hawa wanaokubali Fundamental Principle wa Adventista wa Sabato. Sasa haya ni makanisa mawili. Kweli iliyofundishwa na wao ndani ya miaka 50 unaipata wapi? Unaipata kwenye kitabu cha Fundamental Principle. Hichi kitabu cha wanavyoamini wa Adventista wa Sabato hawezi kukuta hichi kitabu cha wanavyoamini wa Adventista wa Sabato hawezi kukuta mafundisho ya kweli yote. Kuna ya uongo mengi, tutakwenda kuchunguza hapa mbele. Kwa hiyo kweli ambayo ilifundishwa na watu wa Mungu ndani ya miaka 50, nabii anasema tufundishe kweli ile ile. Jiulize kwa akili zako, ni ipi hiyo kweli ile ile? Ni Fundamental Principles, kitabu ambacho kimewekewa tiki. Popote ambapo upo, ikiwa kanisa hilo ama kikundi hicho kimetoka nje ya kweli hii iliyofundishwa ndani ya miaka 50, mmetoka kanisani, na nabii alisema msitoke kanisani. Tusoma kitabu kinaitwa Special Testimonies Series B namba 2, paragrafu ya 50, 1904, ama CW Counsels to Writers and Editors 52.2. Anasema nabii wa Mungu, kama watu tunapaswa kusimama imara kwenye jukwaa la ukweli wa milele ambalo limestahimili mitihani na majaribu. Kumbe kusimama imara kwenye jukwaa la ukweli wa milele, kumbe jukwaa lenyewe ambalo Yesu aliwasimamisha, nabii anatupatia picha ukweli wake ni ukweli. Ikiwa una fundisho la uongo kwenye akili yako, wewe umeshuka kwenye jukwaa la ukweli wa milele. Kama kupanda kwenye jukwaa ni kukubali ukweli wa milele, je, kushuka ni kukataa? Ndio maana leo kuna watu ambao walizaliwa kwenye kanisa la Adventista wa Sabato, lakini baadaye wakaliacha kanisa, si kwa sababu walikataa mafundisho ya kipagani ndani ya kanisa wakatengwa. Hapana, wao wenyewe tu waliona ya kwamba wanataka waende kwenye makanisa mengine yaliyoasi, kuna kitu ambacho watakipata huko. Nataka niwaambie wale ambao wapo ndani ya kanisa la Adventista na wale ambao waliacha kanisa kwa ujumla wake, rudisheni akili zenu katika ukweli wa kwanza. Jifunzeni kile ambacho Mungu alikitoa kwa kanisa lake, kinachopatikana kwenye kitabu kinachoitwa Fundamental Principles. Maana hiyo ni summary ya dini yetu, walisema wenyewe, lakini pia ni jukwaa la ukweli wa milele. Maana tendo lolote, iwe umebaki ndani ya kanisa la Waadventista ndani, lakini unaamini mafundisho ya kipagani yaliyoingia, wewe umeshuka kwenye jukwaa. Na kama ulilikimbia kanisa kwa jumla, pia wewe umeshuka kwenye jukwaa. Jambo la kufanya ni nini? Kujifunza ukweli ambao umetupwa na hawa ndugu zetu na kufundisha kwa wengine na kufanya kuwa sehemu ya maisha yetu. Utaokoka hapo, lakini nje ya hapo, rafiki yangu, utapata tabu sana. Anasema ambalo limestahimili mitihani na majaribu, tunapaswa kushikilia nguzo za kweli za imani yetu. Kumbe kubaki kwenye jukwaa ni kushikilia nguzo za kweli za imani yetu, kanuni za ukweli ambazo Mungu ametufunulia, ndio msingi wetu pekee wa kweli. Narudia,
kanuni za ukweli, the principles of truth, ambazo Mungu ametufunulia ndio msingi wetu pekee wa kweli, zimetufanya hivi tulivyo, rafiki yangu. Kumbe mwaka 1904 hizi fundamental principle ambazo ziko hapa juu, hizi hapa, unajua hizi hapa juu, hizi hapa juu, hizi hapa, anasema ndizo zimetufanya hivi tulivyo. Kumbe ilikuwa ni summary ambayo inaelezea nini maana ya jukwaa imara. Maana jukwaa ni ukweli wa milele. Anasema kanuni za ukweli ambazo Mungu ametufunulia ndio msingi wetu wa pekee wa kweli, zimetufanya hivi tulivyo. Kwa hiyo kumbe sasa, ukiacha huu ukweli ambao nimekuonesha, huu hapa juu kwenye hichi kitabu, ijapokuwa wameandika kwenye summary, in a short summary way, lakini ni ufupisho wa kweli kuu za kanisa la Mungu, na hakuna maelezo mengi ambayo yatapindua chochote, ila maelezo yote ambayo yatatoka kwenye vitabu vingi ambavyo yatakuwa yakielezea mafundisho hayo yatayabakiza yalivyo. Kama fundisho la kwanza nimesema Mungu mmoja ana nafsi moja, sambamba na nukuu zote na aya zote ambazo zingeweza kutumika zitalielezea na kubakiza hivyo hivyo, Mungu mmoja ana nafsi moja. Hivyo anasema haya mafundisho yamewafanya Waadventista vile walivyo. Kwa hiyo ukitoka sasa hapa, wewe umekataa kuwa Mwadventista, maana umekataa vile walivyokuwa Waadventista. Anasema kupita kwa wakati hakujapunguza wala kulegeza thamani yake. Kupita kwa wakati hakujapunguza wala kulegeza thamani yake. Maana ni ukweli ambao Yesu aliutoa, rafiki yangu. Jukwaa la ukweli wa milele. Nabii anasema jukwaa hili litakuja kurekebishwa na shetani na kuwapoteza wengi, ndio dini yetu itabadilishwa. Hivyo ukisikia kwa habari ya mtu aliyeruka kwenye jukwaa ama aliyeshuka kutoka kwenye jukwaa, maana kama alipanda, basi huyo atakwenda kukaa kwenye jukwaa, lakini akirudi nyuma, akiteleza nyuma, huyo ni backsliden, ni backslider, ni mtu ambaye ameanguka kurudi nyuma, amerudi Misri, amerudia mafundisho ya uongo. Kwa hiyo amevutwa chini na shetani. Kwa hiyo mtu ambaye ni backslider, ambaye ni offshoot, maana kuna wachungaji wanawaita watu waliokataa mafundisho ya uongo offshoot. Kumbe offshoot ni wao wachungaji wa Kisabato wa leo, ni offshoots, na wao ni waasi, na wao ni backsliders. Kumbe mtu atakapokataa huu kweli, kama Mungu alivyowasilisha kwa watu wake, akatengeneza mafundisho mengine akaleta ukweli, huyo mtu ametoka kwenye jukwaa na ameshuka kwenye jukwaa. Kwa lugha nyingine, yaani ametoka kanisani. Kumbe Mungu alivyokuwa akiwaingiza Waadventista kwenye kanisa lake, alipitia jumbe kuu 3 ambazo kwa hizo zilikuwa ni msingi kabisa wa imani ya watu wake. Nabii anasema kazi hii imesukuma ujumbe kwa miaka 50, mafundisho haya yasibadilishwe. Lakini leo anatokea mtu anakwambia kanisa la Mungu linakuwa. Haya mambo ni hatari. Kama mtu sio mpenzi wa kujifunza, unaweza ukapotea. Mwaka 1904 walikuwa wamesimama katika jukwaa gani la ukweli wa milele? Jukwaa lipi la ukweli wa milele? Kitabu ambacho kinatiki Fundamental Principles ndio jukwaa la ukweli wa milele, ambapo leo kimepingwa na wanavyoamini vikali. Majesuit wanafanyia kazi kitabu kinachoitwa Wanavyoamini wa Adventista, na wamewafanya Waadventista wawe wapagani kwenye majengo yao, wabaki na jina tu, kama Israeli ya leo pale Mashariki ya Kati, ndugu zake Netanyahu. Hakuna tofauti. Haya, katika haya makanisa mawili nabii alisema tusitoke. Kanisa lipi? Haya makanisa mawili unayoyaona hapa, rafiki yangu, nabii alisema tusitoke kwenye kanisa lipi? Maana alisema tusitoke kanisani, na mimi nakubali. Maana tumeona kuwa kwenye kanisa sio jengo, ni imani yako isiondoke kwenye jukwaa la ukweli wa milele. Haya, jukwaa la ukweli wa milele lilikuwa ni lipi kati ya mawili, ili tusitoke kwenye ukweli huo? Fundamental Principles. Mungu akuongoze uyaelewe haya. Kwa habari
ya wanaonung'unika. Naomba nikupeleke nyuma kidogo nikakuonyesha kile ambacho ninahitaji tukione. Nataka kuna kitu ambacho ninahitaji tukione. Angalia kwenye hii slide mstari wa 3 kutokea chini. Tuanzie tu hapo. Wamenung'unika na kuondoka kwenye jukwaa lile, nao kwa kutazama kwa unyenyekevu wakapanda tena jukwaani. Wamenung'unika. Sasa hao wananung'unika si kwamba kwa wakati wote eti walikuwa wanapanda. Kuna ambao walikataa kupanda kabisa. Tuendelee hapa tuone kile ambacho mtu wa Mungu nataka nikuonyeshe. Kwa habari ya hawa wananung'unika sasa hapa ni wale ambao wanakataa mafundisho ambayo Mungu aliyotoa na yamesukuma kazi kwa nusu karne. Wanung'unikaji. Angalia hii picha vizuri. Mwaka 1800 juu ya kichwa cha hao waliojua jukwaa kwenye hiyo noti ya njano utaona hichi ambacho kinazungumza hapo ndani kwamba utatu ni upuuzi. Kwenye Review and Herald mwaka 1852 Agosti 5 volume ya 3 James White aliandika hicho. Alisema utatu ni upuuzi. Hao wengine wakaja wakanung'unika kwamba hapana, tunataka mafundisho ya utatu yaingie kwenye kanisa la Mungu. Wanung'unikaji, wakosoaji wa jukwaa ama waasi, wakasema tunataka utatu ndani ya kanisa la Sabato. Wakalilia mafundisho ya kipagani. Wanataka wawe na Mungu Roho. Wanasema Yesu awe Mungu Mwana, asiwe na mwanzo. Wakakataa Yesu hana mwanzo, wakati waaminifu waliamini Yesu ana mwanzo wa kuwepo kwake akizaliwa na Baba. Hawa ni wanung'unikaji. Wameshuka chini. Kwa kitendo cha wao kuwa chini ni kutilia shaka ukweli. Kwa hiyo leo wale watu ambao wamebaki na ukweli wa Kiadventista, shetani ndo amekuwa akiwashambulia eti wao wananung'unika. Lakini jambo hili si kweli. Wale ambao wapo kwenye jukwaa la ukweli wakishikilia mafundisho ambayo yamesukuma kazi tena zaidi ya miaka 60, zaidi ya miaka 70, wapo kwenye jukwaa, wanakubali kitabu Fundamental Principle. Hao ni Waadventista wa Sabato. Waliokuja baadaye na mafundisho ya kipagani ya nje wakayaleta ndani, hao ndio wanung'unikaji ambao walinung'unikia jukwaa lilivyojengwa, wakatamani lingebadilishwa ili liwafurahishe. Hao watu ambao wako hapo chini wanawashutumu watu ambao wanaurudisha watu wengine kwenye kanisa la Mungu, wainjilisti wa kweli, wanaowaambia ya kwamba Mungu wa kweli ana nafsi moja, ni babake Yesu, na mafundisho mengine ya ukweli. Wanawashutumu na kuwasema vibaya na matusi mengi. Lakini nataka niseme ya kwamba waaminifu wanaowafundisha watu ukweli, hata kama watawapeleka kwenye nyumba, wakasadi kwenye nyumba zao pembezoni pengine mwa bahari ama mto, lakini hao watu wanaofundisha wengine wa ukweli wanawarejesha kwenye jukwaa imara, ambapo ndipo kanisa lilipo. Kanisa sio majengo, sio mikutano, sio mfumo ambao hakufuma Yesu, hakutengeneza Yesu, bali ni jumla ya waaminifu waliosafishika akili kwa kweli za Yesu. Rafiki yangu, ukilijua hilo, basi Mungu atukuzwe sana. Hao ni wanung'unikaji. Hebu tuone kile ambacho anasema mwanahistoria maarufu anaitwa George Knight, profesa wa kanisa la Kiadventista, chuo kikuu cha Andrews, gazeti la Wizara, Oktoba 1993, ukurasa namba 10. Anasema hivi: wengi wa waanzilishi wa Seventh Day Adventism, anasema, wasingeweza kujiunga na kanisa leo kama wangetakiwa kuunga mkono imani za msingi za dhehebu. Zaidi hasa, wengi wasingeweza kukubaliana na imani nambari 2 ambayo inahusika na fundisho la utatu. Kwa Joseph Bates, utatu ulikuwa ni fundisho lisilo la kibandiko. Kwa James White, lilikuwa ni upagani wa utatu wa kale. Na kwa M.E. Cornell, lilikuwa ni tunda la ukengeufu mkuu, pamoja na mafundisho ya uongo kama vile kutunza Jumapili na kutokufa kwa nafsi. Kumbe kapu la mafundisho ya uongo ya kutokufa kwa nafsi na ibada ya Jumapili
lilikuwepo fundisho la utatu humo ndani. Kwa hiyo kumbe basi ni ukweli kwamba ule ukweli wa milele ambao ulikuwa ukifundishwa na waaminifu ndani ya ile miaka 50 kulingana na muda ambao nabii aliandika nukuu, lakini ukweli ulizidi kutunzwa mbele, ulikuja kuharibiwa kwenye miaka ya 1914 mbele huko. Kwa hiyo ni zaidi ya miaka 70 watu wa Mungu walikuwa wana ukweli. Sasa nabii anasema inabidi tubaki tukifundisha kweli ile ile ambayo tulikuwa tukifundisha zaidi ya miaka 50. Leo nikuulize, huyu mtu ambaye anaitwa George Knight anavyoshuhudia kwenye kanisa hili la Adventista kwamba ule ukweli ambao ulikuwa ukifundishwa zamani leo haufundishwi tena. Maana zamani waliita utatu upuuzi, lakini kwetu leo utatu sio upuuzi. Umeona jukwaa lilivyokataliwa na wachungaji wa sasa. Zidi kujifunza rafiki yangu. Isiwe ukawa umeshuka kwenye jukwaa bila kufahamu nini maana kushuka. Wanungunikaji wanazidi kunungunika. Wanasema tunataka wachungaji wanawake, mashemasi wanawake. Wanasema wanataka haki sawa. Wanungunikaji wanalishambulia kanisa. Jumla ya watu wenye ukweli, sizungumzi majengo hapa, jumla ya waumini wenye ukweli ndio kanisa wanalishambulia. Lakini wale walio kwenye jukwaa imara wamebaki kwenye ukweli huu. Wanasema mwanaume atamtawala mwanamke. Mwanzo 3 aya 16. Hawana maneno mengi, wanasimama wakimwangalia Kristo patakatifu pa patakatifu. Hapa tutasimama milele. Lakini shutuma za waasi, backslider, waovu hawa waliokataa ukweli wakabaki na jina ambalo limesajiliwa kiserikali, na Mungu hatuiti kiserikali. Mungu hatuiti majina kiserikali. Mungu anatuita majina kulingana na sifa halisi za kiroho. Ndio maana Israeli wa kweli ni Wakristo wa leo wa kweli, sio wale wa Mashariki ya Kati. Hata kama wako pale ambapo Mungu aliwapatia ardhi ile ile, hakuwanyang'anya. Jina bado ni lile lile, lakini hakuwanyang'anya. Wanaitwa Israeli, lakini ni wapagani. Hivyo Israeli ya kweli ni sisi, Israeli ya kiroho. Na Mwadventista Msabato hatambuliki kwa jina ambalo limesajiliwa katika serikali, bali kwa imani ambayo Mungu ameishusha kwa watu wake. Mungu azidi kuongoza ufahamu kweli huu, ili ukiuishi uwe sehemu ya kanisa la Adventista. Hivyo jukwaa hili walipanda kwa kukubali jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Anasema nabii wa Mungu kwenye 1SM 204.2. Anasema the enemy of souls, adui wa roho, shetani huyo, has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. Anasema amekuwa akitafuta namna ya kuleta ndani nadharia kwamba matengenezo makubwa yanatakiwa yafanyike kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Mwaka huu nabii anaandika ujumbe huu mwaka 1903. Naomba tukijifunza ukweli huu tuzingatie miaka. Mwaka 1903 nabii anasema adui wa roho amekuwa akitafuta namna ya kuleta nadharia matengenezo makubwa yafanyike ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kumbe hii in ilikuwa inaamini juu ya fundamental principle, na out walikuwa wana mafundisho ambayo leo yapo kwenye kitabu kinachoitwa Wanavyoamini Waadventista. Kwa hiyo kwa wakati huu kitabu cha angekuja mtu mwenye kitabu cha Wanavyoamini Waadventista kwenye hii kwenye makundi yote ya Kiadventista ambayo yalikuwa ndio angeitwa muasi. Yeye alikuwa ni mtu wa out. Kwa hiyo adui wa roho, kumbuka kanisa la Waadventista wa Sabato limetokana na matengenezo safi aliyoyaongoza Yesu. Wanungunikaji wakasema tayari kuna mafundisho ambayo yapo kwenye kanisa, lakini tunahitaji kurekebisha baadhi ya vitu ili kanisa liweze kunoga. Wanungunikaji wakaanza kuleta mafundisho ndani, wakaongozwa na adui wa roho. Kwa hiyo kumbe kanisa la Sabato lilitokana na matengenezo. Baada ya kupatikana, shetani akadanganya kwamba kuna matengenezo mengine yanatakiwa yaje, na ukweli yalikuja. Waaminifu walipolala mauti, watu wasio waaminifu na wachungaji
Yes. Na wachungaji ambao si waaminifu na wachungaji ambao si waaminifu waliangalia mishahara, wakabadilisha ukweli wa kanisa, ule ukweli ambao ndio jukwaa la milele, wakaweka uongo. Hivyo leo Adventista Msabato anazaliwa kwenye kanisa jina, imani kipagani, anazaliwa nje ya kanisa, ndani ya majengo. Na ukiwaambia wanakuwa wakali, alafu wao bado wananyosha mikono yao kwa Wayahudi. Ndio maana nabii amesema kwenye ile nukuu, akasema kwamba watu wanawaangalia Wayahudi walivyomkataa Kristo, wanasema wasingeweza kufanya kama vile, ilikuwaje wafanye? Lakini Yesu anawapima leo, maana kama Wayahudi ndivyo mlivyopotea. Anasema, and that this reformation will consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith. Na kwamba hii reformation, matengenezo ndani yake yangelikuwa na kutupa mbali mafundisho ambayo yamesimama kama nguzo za imani yetu. Anasema and engaging in a process of reorganization, na kujiingiza katika mchakato wa kuunda upya kanisa. Yaani kanisa leo la Adventista na mfumo wake hakuunda Yesu, kaunda shetani leo. SDA ambayo ina kitabu hichi cha wanavyoamini ya Bwana Kola, mfumo wake kaunda shetani. Nabii mwenyewe anasema, soma hii nukuu mpaka mwisho, 1SM204.2, isome mpaka mwisho utaona. Kwa hiyo ukimkuta mtu anakwambia mnasalia nyumbani huko mna mfumo, unamwambia ndio tuna mfumo, maana akiwepo Yesu ndio mfumo na aliongoza mfumo wa kwanza. Sasa hivi hawa wanaringia mfumo ambao Yesu hata hakufanya. Ni vijana ambao ni offshoot, ambao hawafahamu ukweli, wanasikitisha, na unawakuta na wao eti wanasimama wanavimba, wanasema tuna mfumo. Lakini nabii anasema mfumo ulioacha fundamental principle ni wa shetani. Anazidi kusema, anasema where this reformation to take place, what will result? Haya matengenezo yakifanyika ambayo anayaongoza shetani, sasa nini kitatokea? Anasema the principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church. Anasema kanuni za ukweli ambazo Mungu kwa hekima yake alilipatia kanisa la masalio will be discarded, yataachwa. Hizo principles zitaachwa. Kwa hiyo kumbe adui wa roho anaondoa fundamental principles ambazo ndio hizi ambazo ziko hapo juu, hizi hapa nimekuonyesha. Akishaondoa anafanya reorganization, analiunda kanisa la Wasabato upya. Ndio maana leo ukweli hauwezi kuingia kwenye kanisa hili la Wasabato, maana limetengenezwa kwa mfumo wa shetani, kiasi kwamba kuhoji, kuuliza, kuomba nafasi kwenye kanisa utafunikwa na mikono ambayo hutajua ilikotoka. Shetani amelifuma kanisa tayari. Anasema will be discarded and our religion will be changed. Kwa hiyo kumbe dini yetu, kitendo maana ya kubadilishwa dini yetu ni kukataliwa kwa principles of truth. Nikizungumza juu ya principles of truth, hizi fundamental ni summary nimekwambia, lakini kuhusu principles of truth ambazo ni mapana ama maelezo ya kina ya fundamental principle, ndani yake kuna elimu ya kweli, kuna afya, masomo ya uhusu afya na utabibu, kuna huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, na mafundisho mengine mengi yanayohusu mwenendo wa Mkristo ambayo leo hii kwa wengi hawawezi kuyazingatia, maana hawakupata ujumbe huu. Kuna masuala ya ulaji, hususan ulaji wa nyama. Ni jumbe ambazo zilipewa kanisa la Mungu, na watu walioshuka wanakataa ukweli. Anasema the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years will be accounted as error. Fundamental principle ndio hizi nimekuwa hapa juu, hizi hapa kanuni za msingi ambazo zimeendesha kazi kwa miaka 50 zitakuja kuhesabiwa kuwa ni makosa. Leo kuna mtu ambaye anasema hizo ni makosa, utashangaa sana. Wapo wanaosema hizi fundamental ni makosa,
wanaingia kwenye kundi la waliotengenezwa na Shetani, walioshuka kwenye jukwaa la ukweli wa milele. Alafu wale ambao waliwaonya kwenye makosa yao, lakini wamekataa kubadilika, wamekataa kuacha kusema uongo na mafundisho ya uongo, wanapojitenga na wao ili wakatoa ibada sahihi, yani wanaporudi kanisani, wanawaita mmeasi, wanawaita mmetoka kwenye jukwaa. Kumbe wao wameng'ang'ania kubaki kwenye mchanga, waaminifu wamerudi kwenye ukweli, kiakili wamepanda kwenye jukwaa. Rafiki yangu, usipoelewa hizi nukuu kwa maana yake halisi, maana majesuiti wamesoma nukuu za Ellen White na aya za Biblia wakazifafanua wanavyotaka wao ili kupindisha akili. Kumbuka nabii anasema kwa baadhi ya jumbe 3 za malaika hawa watatu, kulingana na ambavyo tumesoma kwenye kitabu cha Vita Kuu sura namba 12, anasema namna ambavyo kweli hizi zinavyopokelewa ndivyo ambavyo zinaamua hatima ya mtu. Kwa hiyo leo Shetani amewalipa wachungaji wanafiki na vijana ambao wanataka watoke maisha. Kwa hiyo wao wanachoangalia ni kufuata kile mfumo unasema. Kwa hiyo wamelipwa fedha, wao wameuwasilisha ukweli vibaya, kiasi kwamba ukimfuata Mwadventista ukimwambia ukiamini Mungu mmoja ana nafsi 3, umeamini imani nje ya kanisa la Mungu la Sabato, hiyo ndo anakushambulia wewe. Kwa nini? Jumbe za wale malaika watatu zimepokelewa vibaya, maana zimewasilishwa vibaya. Chunguza peke yako ukweli. Omba, piga magoti, jifunze na sisi na watu wengine waaminifu, wana matengenezo waaminifu, ambao ni sharti wakubaliane na hiyo ukweli hapa. Maana kuna wana matengenezo wengine ambao hata sisi hatuwezi kuungana nao. Yani tunafahamu tu kwamba Lucifer amewatoa wengine kwenye kanisa la SDA Loasi, akaita wana matengenezo ili kuharibu sifa ya wana matengenezo wa kweli. Kuna ambao hata hatuwezi kuungana nao. Na ukikutana na mtu ambaye ni mwana matengenezo, anaamini utatu, huyo sio mwana matengenezo. Mwambie turudi kule nomino, ukakae na wenzako, ibada mziendeleze. Kwa hapo tumeona kwamba the enemy of souls, ama adui wa roho, angekusudia matengenezo mengine. Sasa sikiliza, matengenezo mengine yalizaa kitabu kinachoitwa Wanavyoamini wa Adventista, lakini matengenezo ambayo Yesu aliyaongoza yalizaa kitabu ambacho kinaitwa Fundamental, a Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by Seventh-day Adventists, yani tangazo ama tamko la imani kanuni za msingi ambazo zilifundishwa na zilitendwa na Waadventista wa Sabato. Kitabu hichi hapa juu, kitafute. Nabii anasema ukweli baadaye ama jukwaa litaguswa. Tukisoma hapa kitabu ni 1SM 206.2, nabii anasema usiku ule, kuna njozi ambayo alikuwa anaizungumzia, anasema usiku ule nilikuwa macho saa 7, niliandika kwa haraka sana kulingana na mkono wangu uliweza kupita juu ya karatasi. Anasema kwa siku kadhaa baadaye nilianza kazi mapema na kukawia kulala, nikiwaandalia watu wetu maelekezo niliyopewa. Sikiliza, nabii alikuwa anakuandalia wewe maelekezo aliyopewa. Yapi? Kuhusu makosa ambayo yalikuwa yakija kuingia kati yetu. Ndio nukuu iliyopita nasema adui wa roho amekusudia kubadili mafundisho ya ukweli, fundamental principle, akizita ni makosa. Nabii wa roho amekusudia kuleta ndani nadharia kwamba matengenezo yafanyike. Kwa hiyo yale matengenezo yangekuja yangeharibu ukweli ambao ndio ukweli wa milele, ambao ukweli huo ndio jukwaa ambalo analipanda kiakili. Unapozidi kukubali ukweli unapanda ngazi ya kwanza. Ukizidi kukubali ukweli wa malaika wa pili unapanda ngazi ya pili. Ukweli wa malaika yule wa tatu unapanda ngazi ya tatu. Ndio jukwaa la ukweli walilipanda kiakili. Ndo kanisa unaingia kupitia akili. Ukiukataa ukweli tu umeshuka kwenye jukwaa, hata kama upo kwenye jengo lenye jina alilotoa Mungu, ardhi ametoa Mungu, lakini ukikataa ukweli tu umeshashuka kwenye jukwaa. Yesu hakutambui tena. Anasema kuhusu makosa ambayo yalikuwa yakija kuingia kati yetu. Somo lijalo na kwenda kuzungumzia juu ya hichi kisa cha chombo kwenye maji, meli imegonga mwamba wa barafu. Nabii alikuwa anazungumzia hapa. Nitakwenda kuleta kwa kina kuelezea kile chombo ni kitu gani, kiligongaje mwamba. Usikose sehemu ya 5.
Nabii anazidi kusema kwenye hiyo 206 paragrafu ya 3 1 anasema nilikuwa nikifikiri kuwa, sikiliza, nilikuwa nikifikiri kuwa pangekuwa na matengenezo kamili. Yani nabii anasema yale ambayo tulishayafanya sisi ametupatia Yesu, anasema nilifikiri kwamba ndo tungekomea pale, wasingekuja watu wengine waharibifu, wasingelikuja kuharibu tena. Anasema nilikuwa nikifikiri kuwa pangekuwa na matengenezo kamili, yani yale ambayo yalikuwa yameshafanyika, lakini mwenyewe alisema, nabii anasema adui wa roho angekuja na kuharibu tena. Anasikilika, anasema na kwamba kanuni ambazo tulizipigania kwenye zile siku za awali kabisa na ambazo zimeletwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu zingeweza kutunzwa. Nabii anasema hivi, alifikiri imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato itatunzwa. Nabii alifikiri hivyo. Nabii alifikiri imani ama kweli ambazo walizipigania kwenye kile kipindi cha kwanza kabisa zingetunzwa. Alifikiri hivyo kwamba yale matengenezo walioyafanya wao yangedumu. Alifikiri hivyo. Kwa wengine, kwa mtu mwenye akili zenye akili sasa anatoka juu, kwa hiyo kumbe nabii alifikiri zitatunzwa, kwa hiyo hazitatunzwa, hivyo inabidi mimi nizijue ili nizitunze pale wengine wakikengeuka. Kwa hiyo nabii anasema matengenezo yataendelea, maana nimeona huu kweli utakataliwa na wanungunikaji wa baadaye watakokuja baadaye. Kwa hiyo nabii anasema alifikiri ukweli utatunzwa. Hivi kumbe ule ukweli waliopewa na Yesu wangekuja watu kukataa. Jambo la wewe umesimama wapi? Anasema 390 2SM toleo la mwaka 1905. Nabii anasema hivi, hatuwezi sasa kwenda kando ya msingi ambao Mungu ameuanzisha. Hatuwezi sasa kuingia katika muundo mwingine wa utawala, a new organization, ndio ile reorganization. Hawezi kuingia tena kwenye muundo mwingine wa kiutawala, hawezi kufanya reorganization tena. Anasema nabii anasema kwani hii itamaanisha uasi kutoka kwenye ukweli. Nikuulize, kwenye kanisa ambalo upo sasa hivi, kwanza unaojua ule mfumo wa kwanza ambao watu wa Mungu walipewa na Mungu kupitia mwana Yesu? Tutakuja kuelezea kwenye video zijazo. Usikose mfululizo huu, endelea kufuatilia, kulike, kucomment na kusubscribe page yetu ya YouTube, lakini pia kufollow page ya Facebook ya Njia Salama Ministry ama Njia Salama ni Yesu, ni sisi. Bonyeza alama ya kengele YouTube ili tukiweka somo lingine tu uwe wa kwanza, uwe kati ya watu wa kwanza kulipata na kulishiriki kwa wengine ufaidike. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo hapa nabii anasema hatutakiwi kutengeneza mfumo kuvuruga hicho ambacho Yesu ametupatia ili tuzae kanisa lingine, maana huo utakuwa ni uasi. Na leo vijana wengi kwenye kanisa lililoasi wapo kwenye mfumo uliovurugwa, alafu wanajisifia uko kwenu mnao mfumo. Tunao, mliokataa nyie ndio umekuja kwetu, na wa shetani umekuja kwenu. Ndivyo ilivyo. Kwa tuna mfumo wa ukweli, maana tuna watu wanaojua ukweli na kufundisha. Rafiki yangu, kitabu hichi ambacho nakwenda kujifunza pamoja na wewe, tunakwenda kusoma, mtu wa Mungu, ni 1SM 204.1. Anasema katika maono ya usiku nilionyeshwa waziwazi kwamba hisia hizi, hii ni mitazamo ambayo ndugu mmoja ambaye anaitwa Kellogg alikuwa analeta kwenye kanisa la Mungu, na kwa kufanya hivyo alikuwa anawaondoa wa Adventista kwenye kumwelewa Mungu ni nani haswa, alafu apenyeze mafundisho ya kipagani, ambapo tutakuja kuona baadaye kwenye mafundisho yetu haya somo ambalo lina kichwa Alfa na Omega. Tutajua kabisa Alfa ilikuwa ni nini na Omega ilikuwa ni nini. Ulikuwa ni uasi mkuu ambao kwa huo Mungu angeondolewa katika mafundisho safi ya kanisa la Mungu, na shetani aliupanga huu, na nabii alizungumzia hapa. Anasema katika maono ya usiku, nabii anazungumzia kwa habari ya uasi huo. Sasa anasema katika maono ya usiku nilionyesha waziwazi kwamba hisia hizi ama hii mitazamo ya bwana Kellogg na hao ndugu wengine zimetazamwa na wengine kama kweli kuu zinazopaswa kuletwa na kufanywa kuwa maarufu kwa wakati huu. Nilionyeshwa jukwaa lililoimarishwa na mbao ngumu kweli, na mbao ngumu kweli za neno la Mungu. Anasema mtu fulani katika kazi ya matibabu, mtu fulani katika kazi ya matibabu alikuwa akielekeza mtu huyu na mtu huyo
kulegeza mbao zinazolitegemeza jukwaa hili. Katika hawa ambao walikuwa wakileta mafundisho haya ambayo yalikuwa ni ya uongo, wengine walikuwa ni matabibu na nabii aliwaona. Tutakwenda kuona baadaye kwenye Alfa na Omega, hao aliwazungumzia kama matabibu walikuwepo, na nabii alionyeshwa vizuri na ni ukweli. Anasema na walikuwa wakilegeza mbao ama nguzo ambazo zimetengenezea lile jukwaa. Anasema, kisha nikasikia sauti ikisema, wako wapi walinzi wanaopaswa kusimama juu ya kuta za Sayuni? Je, wamelala? Msingi huu ulijengwa na mjenzi mkuu na utahimili dhoruba na mawimbi makali. Je, watamruhusu mtu huyu kuwasilisha mafundisho ambayo yanakataa uzoefu wa zamani wa watu wa Mungu? Wakati umefika wa kuchukua hatua zilizoamuliwa. Kwa hiyo kumbe nabii anazungumza kwamba watatokea watu kwenye nafasi za juu za kanisa na kuleta mitizamo yao, nadharia zao, na kupinga ukweli na kupinga nguzo. Anasema kulegeza mbao zilizotegemeza jukwaa hili. Sasa kulegeza mbao maana yake ni nini? Ni yale mafundisho ambayo ndio msingi wa ule uelewa safi, ndio jukwaa hilo, jukwaa uelewa safi ama ule ukweli wa milele. Nguzo ambazo zinalegezwa ni kweli ambazo zilikuwa zimeletwa na Mungu kwa watu wake. Hivyo wale ambao walibaki kuzishikilia waliitwa waasi, na waliokubali nguzo zilizolegezwa leo eti wao hawaitwi offshoot, wanaitwa waumini. Jambo la kweli kabisa. Kumbe walilegeza nafsi ya Mungu. Ukisoma kwenye utasoma ni 1SM 203.4 203.4 inazungumzia kwa habari ya huu wasi. Utaona vizuri hiyo ni 4. Alafu kwenye 204.1 anazungumzia juu ya kujibu sasa kwa habari ya vitabu ambavyo huyu Kellogg alikuwa anaviingiza kwenye kanisa la Mungu. Ukisoma 1SM 203.4 utaona kile ambacho nabii anakijibu hapa. Alikuwa anakemea juu ya viongozi ambao wanakuja kubadili ukweli. Anasema, nani ana mamlaka ya kuanzisha harakati kama hiyo? Tuna Biblia zetu, tuna uzoefu wetu unaothibitishwa na kazi ya kimiujiza ya Roho Mtakatifu. Tuna ukweli ambao hauhitaji mjadala. Je, hautakataa kila kitu ambacho hakipatikani na ukweli huu? Eti nabii anakuuliza, wewe utakataa au kuna ambayo umeshakubali tayari? Anasema nabii kwenye 1SM, hiyo ilikuwa ni 1SM 205.1, lakini hii inayofuata ni 1SM 208.2. Anasema hivi nabii, lakini alama za njia ambazo zimetufanya tuwe tulivyo zihifadhiwe na zitahifadhiwa kama Mungu alivyothibitisha katika neno lake na ushuhuda wa Roho yake. Mungu anatuita kushikilia kwa kifungo cha imani kanuni za imani, fundamental principles, ambazo zimejikita katika mamlaka isiyotiliwa shaka, based on unquestionable authority. Jambo hili ni vyema lingefahamika na watu wa Mungu. Pale nguvu za Mungu zinaposhuhudia ukweli ni nini, ukweli huo utasimama milele kuwa ukweli. Hakuna dhana za baadaye kinyume na nuru ambayo Mungu ametoa zinazopaswa kuzingatiwa. Ikiwa ukweli ikiwa mafundisho ambayo unafundisha wewe yanapingana na huu ukweli ambao Mungu aliutoa kwa watu wake, hizo ni dhana ambazo hazitakiwi kuzingatiwa. Watu watainuka wakiwa na tafsiri za maandiko ambazo kwao ni kweli, lakini ambazo si kweli. Ukweli wa wakati huu Mungu ametupa kama msingi wa imani yetu. Zingatia msingi wa imani yetu. Yeye mwenyewe ametufundisha sisi ukweli ni nini. Mmoja atatokea na mwingine akiwa na nuru mpya ambayo inapingana na nuru ambayo Mungu ametoa kwa kutuonyesha kupitia Roho wake Mtakatifu. Anasema watakuja baadaye watu wengi wanaosema wana nuru, lakini hatupaswi kupokea ukweli ambao unapingana na kweli ambazo Mungu amezitoa kupitia Roho wake. Lazima tuwe makini. Alipolijenga hili jukwaa ni vile ambavyo alijenga kanisa lake tokea awali. Waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya 9 maandiko yanasema, bali ninyi
ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kumbe Mungu anapowaita watu watoke kwenye giza waje kwenye nuru yake ya ajabu, ndo anawaketisha kwenye jukwaa. Kwa hiyo ukirudia tu giza, umeshuka kwenye jukwaa, na Mungu anawaita watu wote waje kwake, waingie katika nuru yake ya ajabu, ndo eklesia ama kanisa. Mungu alilisimamisha kanisa lake kwenye jukwaa imara. Mathayo 19:18 anasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ndo amelijenga jukwaa lake. Miaka yote lilikuwa jukwaa hili, hata kipindi cha kina Petro, kipindi cha kina Ibrahim, cha kina nabii Isaya, palikuwa pana watu walioweka akili zao kwenye ukweli. Ndio kanisa ama ndio jukwaa ambalo kwa hilo milango ya kuzimu, yaani mafundisho ya shetani hayatalishinda. Anasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Jukwaa imara hilo. Warumi 8:9, mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Ikiwa roho ya Kristo iliwaongoza kupata ule ukweli wa kwanza, jumbe zile tatu wakazielewa, zaidi ya miaka 70 wakaufundisha ukweli ule, anayekuja leo kubadili anaongoza na roho ya nani? Ni roho ya shetani. Mchungaji yeyote kwa jina lake lolote na cheo chake chochote, ikiwa ataupinga huu ukweli ambao ninakupatia, amini tu, Biblia imemwita kafiri, ambaye anamzungumzia baba tofauti na alivyojifunua, na Yesu tofauti ambavyo maandiko yamemfunua. Elewa tu hivyo. Hapa tunaona hawa watu ambao wamesema juu ya jukwaa hili, wakiwa ni watu waliokubali jumbe za malaika wale watatu, wakapanda kwenye jukwaa hili. Na hili jukwaa ambalo wamepanda hawa watu ni uelewa mzuri wa kiakili katika mafundisho sahihi. Na hawa unaona hapa chini wanachunguza hii misingi, je, imejengwa vizuri? Lakini mjenzi akiwa ni Yesu. Hawa walioshuka hapa chini sasa wanaamini wanawake wachungaji ambao wameshuka hapa chini, wanaamini wanawake wazee, wanawake mashemasi, wanaamini hivyo wanaamini uimbaji wa mataifa ndani ya kanisa la Mungu, wanaamini Mungu mmoja ana nafsi tatu. Hao ambao wako chini kwenye jukwaa hapa wanaamini Yesu hajazaliwa na Baba, hana mwanzo wa siku zake, wanaamini Yesu hana mwanzo. Hawa hapa waliokaa hapa chini, wote hawa walio kwenye jukwaa huku juu wanaamini Yesu alizaliwa siku za milele na Baba yake, ana mwanzo wa kuwepo kwake kama nafsi, na ndio siku hiyo inazungumzwa na Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Ushahidi huu unapata kwenye DAR 401.1, kitabu ambacho hakiuzwi leo kwenye kanisa la Wasabato, Daniel and Revelation, hakiuzwi, kakinunue. Utaona 401.1 kinasema Yesu ana mwanzo, hana umilele kama Baba yake, hashei umilele wa siku na Baba yake. Hapana, Baba ni mkuu, alikuwa kwanza. Sasa hawa watu wakaja wakasema Yesu naye ni mwana wa Mungu, naye ni Mungu, na roho ya Mungu wakaita Mungu mwingine, alafu wakapiga mstari, tuna Mungu watatu kweli? Hawa watu unaona hapa chini wanachora hapa kwenye matope, hapa chini kwenye mchanga, wanachezea mchanga. Hao wakaanza kujiuliza, tuunge hizi nafsi tatu tutoe Mungu. Akati wa Adventista wamebaki kwenye jukwaa, wanaamini Mungu mmoja, baba yake Yesu mwana wa Mungu mmoja wa Biblia, na roho ya Yesu ndio roho ya Baba, ndio Roho Takatifu. Walishuka kwenye jukwaa, maana walikataa ukweli wa kwanza, wakaingiza upagani uliokuwa nje. Maana adui wa roho alikusudia kuleta dhana kwamba matengenezo yafanyike ndani, na yamefanyika, na yamewafanya wale ambao walikuwa wachafu zamani wakawa wasafi. Mungu akawasafisha, wakarudia uchafu tena, ndio hapa chini. Jambo la hatari kabisa. Hiyo picha itosha kukufundisha kile ambacho naona kitakuwa ni jambo la kipekee sana. Kama utaelewa hiyo picha, itosha kukufundisha. Tuna kanisa ambalo ni watu walio jukwaani ambao wameelewa Biblia kama hivyo, hiyo fundamental principle FP ilivyo hapo inavyosema, ndio kanisa hilo. Lakini wale wanungunikaji wanachezea matope hapo chini, wanachezea mchanga hapo chini, wako na wachungaji wao, wana theology hapo, wanachunguza hapo. Mwanamke, kwa nini mwanamke sio mchungaji? Kwani ana kasoro gani? Wako hapo chini, na ni ministry yao, wako hapo chini, wanatengeneza upya kanisa, wanatengeneza mafundisho mengi kipagani, na wanayasimika kupitia vitabu vyao hivi vya wanavyoamini. Hichi kitabu ni cha wanavyoamini,
sisi tunaamini walivyoamini. Nikuulize, upo kwenye jukwaa au ulishashuka? Unaamini kitabu kipi kati ya hivyo vitabu viwili hapo, katika vile ambavyo Biblia ambavyo vinawakilisha Biblia vizuri? Jukwaa lilijengwa hapa kwenye akili kupitia ukweli, ujumbe wa malaika wale watatu, Ufunuo 14 aya ya 6 mpaka aya ya 12. Rafiki yangu, wakati mtu hajakubali hizi jumbe, yupo nje ya jukwaa ama yupo nje ya kanisa. Hii ni lugha ya picha. Angalia huu mkono huku ambao juu yake uko ubongo, ipo akili, kule kufikiri, moyo wetu, makusudi yanawekwa hapo, taarifa zote za tabia zinawekwa hapo. Ndipo ambapo palikuwa pakipokea hiyo hali ya jukwaa ama huo ukweli. Angalia kile ambacho kinakwenda kutokea, rafiki yangu, ninapoenda mbele. Huyu mtu anapopanda, angalia kwenye ubongo hapa, nini kinatokea? Ukweli unaongezeka katika akili yake. Ujumbe wa malaika yule wa kwanza uliwapatia picha moja ambayo iliwawezesha kuingia kwenye kanisa la Mungu. Akaanza kupanda, wakaanza kupanda ngazi ya kwanza. Ujumbe wa malaika wa kwanza, huu ujumbe ama hii ngazi ilipandwa kwenye akili. Kwa hiyo walivyoelewa kwenye akili, ndio lugha ya picha ya kupanda ngazi. Lakini tunadili na akili, tuko hapa kwenye akili. Hapa ndio kanisa linajengwa, hapa kwenye ubongo, kwenye akili hapa. Hapo tu ndipo ambapo tunapangalia sisi. Lakini baada sasa ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wakapanda jukwaani kwa hatua ya kwanza. Ujumbe wa malaika yule wa pili, wakapanda hatua ya pili. Uelewa kwenye akili kuhusu Mungu ukawa unazidi kuongezeka na kanisa lake na jumbe zake. Hapa alipopanda kwenye jukwaa lile la tatu, wakawa kwenye msingi imara usiotikisika, yani ukweli. Walipandishwa na Yesu kupitia jumbe za malaika wale watatu. Ufunuo 14 aya 6 mpaka 12 utakwenda kusoma. Na ndipo ambapo baadaye wakaainisha jumla ya mafundisho makuu ambayo waliyashikilia walipokuwa jukwaani. Ni hayo hapo, fundamental principles. Baadaye adui wa roho alikusudia kuleta ndani matengenezo na kutupa hichi ambacho kinaitwa fundamental principle na kukisema kwamba ni uongo. Leo kimetokea kijatokea? Rafiki yangu nakuuliza, kimetokea kijatokea? Kama kimetokea, wewe uko pande gani? Hichi kitu ambacho nabii alikisema kimetokea. Adui wa roho akapenyeza mafundisho na kuwatatanisha wale wasomi ambao ni wa hivi hivi, wa kugusagusa tu, ambao sio makini. Wakatatanika, wakaukataa ukweli, wakaanza kushuka kiakili. Walipanda kwenye jukwaa na summary ya ukweli ambayo nabii anaita dini yetu ni hii hapa, hii fundamental principle. Nabii anasema adui wa roho akaingia ndani, alafu akaharibu ule ukweli, akabadilisha na organization kanisa. Sasa tunakwenda kuangalia kile ambacho kinatokea baada ya watu wa kunungunika, waanza kunungunika juu ya Mungu ni nani, huduma za wanawake na vitu vingine vingi, wakaanza kushuka hivi offshoot yao. Sasa hawa ndio offshoot, wananungunika, wanakubali kitabu kinachoitwa wanavyoamini wa Adventista ambacho ni cha non Protestants. Hichi hapa, ukiamini hichi, upo chini ya jukwaa, kinamkataa Mungu na mafundisho mengine ya uongo tutakwenda kuyaelezea hapa ambayo yamo kwenye kitabu hichi. Hao ndo backsliders hao, wana backslide, wanateleza kushuka chini. Maana ili uwe backslider lazima utokee juu, utokee huku juu, uterereke kwenda chini kwenye mafundisho yale yaliokuwa nje, out. Huyu ndo backslider na wachungaji wao. Hawa ndo waasi. Hawa wanaruka nje ya jukwaa, ndo kwenye kile chombo wanarukia kwenye maji ambao wanawatamka siku zote. Hawa ndo wametoka kanisani, hawa ndo wamepepetwa nje, non Protestant. Wanashuka, wanakataa. Na ukikataa ujumbe wowote, wewe uko nje ya kanisa. Hata kama ukikubali ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe ule wa yule malaika wa kwanza, lakini ukamkataa wa tatu ama yule wa pili ama wa kwanza, umeshuka. Na wanapozidi kushuka chini, angalia kwenye akili, kwenye ubongo hapa, uelewa unashuka. Ndio kushuka kwenye jukwaa hivyo. Uelewa ule unashuka hivyo mpaka mtu anakaa kwenye mchanga, anakuwa yuko nje ya kanisa tena kwa mara nyingine. Jambo hili ni jambo la hatari sana. Hapo mtu anakuwa ameshuka uelewa. Hebu tukaone ni nini maana ya kuasi. Hawa watu wa Mungu waliwahi kufafanua wao wenyewe. Kuna mchungaji mmoja anasema anawaita watu ambao wana ukweli waasi. Sasa kwa hii nukuu ambayo ni chapter ya 8 122 kurasa,
Kitabu ni The Great Second Advent Movement, Its Rise and Progress. Mwandishi ni J.N. Loughborough. Anaandika kwenye ile vision ya 3 steps ya ndugu William Foys. Anasema maono ya tatu ambayo hakuyaelewa, ni William Foys hakuyaelewa hayo. Katika maono haya alionyeshwa njia kuelekea jiji la mbinguni. Aliona jukwaa kubwa au ngazi ambayo ni steps, ambalo juu yake umati wa watu ulikusanyika. Mara kwa mara mmoja alianguka, alidrop out of sight, alianguka nje ya jukwaa hili asionekane, na kwa huyo ilitamkwa kwake kwamba ameasi. Kumbe muasi ni mtu anayekataa kweli ya milele ambayo ilifundishwa kwa miaka 50 ile ambayo nabii anasema iliyopita. Kumbe anasema aliitwa muasi. Anasema kisha akaona watu wakipanda ngazi iliyofuata, ngazi ile ya pili sasa, au jukwaa. Anasema na baadhi walianguka, they were dropped out of sight. Anasema nje wasionekane, walianguka nje wasionekane. Mwishowe jukwaa la tatu lilionekana, ambalo lilirefuka mpaka katika geti la jiji takatifu. Sasa kumbe muasi hapa ni mtu ambaye amekataa ule ujumbe wa yule malaika wa kwanza. Ndio maana baada ya hapo anasema kisha akaona watu wakipanda ngazi iliyofuata. Ngazi, kwa hiyo ngazi ni uelewa. Kwa hiyo ule uelewa wa yule malaika wa kwanza, yule mtu ambaye aliukataa aliitwa ameasi. Kwa hiyo leo muasi sio mtu aliye kwenye jengo, ni mtu aliyekataa ukweli. Na kama ukataa, rafiki yangu, umeingia katika kundi la walioasi. Tafadhali rudia ukweli ili usiitwe muasi. Hivyo hawa watu wa Mungu wanafafanua muasi ni nani. Ni mtu aliyekataa fundamental principles. Na ukikubali kitabu cha wanavyoamini wa Adventista leo na mafundisho yake yote, ijapokuwa kuna ukweli na kuna uongo mwingi, ukikiamini chote kile unakuwa muasi. Inatakiwa ujifunze ukweli kutoka kwa waaminifu. Chukua kitabu kinachoitwa Fundamental Principle, ujifunze kwa nini watu wa Mungu waliamini vile. Usipoteze muda na wanavyoamini wa Adventista, maana kina ukweli na uongo, utapoteza muda rafiki yangu. Hiyo ndio maana ya kuasi. Kuasi, hiyo ndio maana ambayo Mungu ameitoa kupitia watu wake kama ambavyo aliwapatia nuru hii. Hapa chini kitabu ni nukuu yetu tumekwisha kuisoma, nadhani unaweza ukaipitia pia. Waliona kwamba hata amani ni ya thamani ndogo mno kununuliwa kwa kutoa mhanga kanuni. Kama umoja ungeweza kupatikana tu kwa kuhatarisha ukweli na haki, hebu kuwepo utengano na hata kwa vita. Yaani huu ukweli, yaani umoja kama ungepatikana tu kwa kuhatarisha ukweli na haki, hebu pawepo utengano hata kwa vita. Sasa leo hii huu ukweli, hizi fundamental principle hawa Waadventista hawajaziacha, na sisi hapa tunatengana nao. Maana utengano lazima uwepo, maana wamekataa kurekebishika. Hicho tu. Sisi hapa hatuna manunguniko eti kwaya si mtu amesemwa. Sisi hapa ni ukweli. Ukigusa ukweli, basi hatuna shirika na watu ambao ni waasi. Okay, anasema kwenye barua ya 24 1907 paragraph ya 3 kwa mzee A.G. Daniels ambaye alikuwa ni president wa kanisa, Februari 4 1907, anasema neno la Mungu limeongoza hatua zetu tangu kupita kwa kipindi cha mwaka 1844. Tumekuwa tukiyachunguza maandiko, tumejenga imara, we have built solidly. Anasema na hatukutaka kuchana, kuharibu, tear up misingi yetu na kuweka nguzo ama timbers. Kwenye Kiingereza Amerika neno timbers, hizo ndo nguzo mpya. Anasema, anamwambia kiongozi wa kanisa, hatukutaka kutoa zile nguzo za kwanza na kuweka nguzo mpya. Anasema tuliongozwa na roho ya Mungu na tulichunguza maandiko. Hatua zetu zote tuliongozwa na Mungu, roho yake ilikuwa na sisi. Hivyo anamuonya kama kiongozi wasije wakabadilisha mafundisho, lakini baadaye walibadilisha. Jambo hili ni jambo la hatari sana. Kama uyasomi haya hauwezi kufahamu, unaweza kupotea. Anasema mzigo wa maonyo ujao sasa kwa watu wa Mungu kwa ajili ya wakati mfupi ujao na baadaye ni jumbe ya malaika yule watatu. Na wale wanaotafuta kuelewa huu ujumbe hawataongozwa na Mungu kufanya matumizi ya neno ambayo yatahafifisha ama yatadhuru msingi na kuondoa nguzo za imani ambazo zimewafanya Waadventista wa Sabato walivyo leo. Mwaka
1896. Anasema hizo nguzo ndizo ambazo zimefanya Waadventista wa Sabato walivyo leo, na anasema mtu yeyote ambaye atahitaji kufahamu kwa habari ya ujumbe wa malaika yule watatu hataongozwa na Mungu kufanya matumizi ya neno ambayo yatahafifisha ama yatadharau msingi na kuondoa nguzo za imani ambazo zimewafanya Waadventista wa Sabato leo. Sasa leo mchungaji kwenye kanisa lako akisema anatumia neno akatae fundamental principle, ujue anaongozwa na shetani. Nabii ndo kasema hapa, au hakuna atakayeongozwa na Mungu akatae ukweli wa imani yetu wala misingi. Mathayo 7:24, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Na kuuliza wewe, ni kati ya hao wenye akili? Unayasikiliza maneno ya Yesu? Sasa hapa tunaona ya kwamba hawa watu, hawa waasi walishuka jukwani kwa kubadilisha ukweli uliokuwa akilini mwao kwa uongo ulioletwa na waasi kanisani. Hawa wanaabudu ndama. Kabla ya ndama, kwenye akili zao walikuwa wana Mungu gani? Yehova, Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Walikuwa wanaye huyo Mungu kwenye akili zao. Baadaye wakashuka kwenye jukwaa. Namna gani? Walishuka kwenye jukwaa kwa kuondoa ukweli kwenye akili na kuweka uongo. Hawa wameshuka kwenye jukwaa, lakini wapo kwenye kusanyiko lile lile. Ungeweza kuabudu na hawa kwa namna gani sasa? Maana ili ushiriki ibada lazima sadaka zako zikamtengeneza huyu ndama. Na ndio maana watu wanaabudu utatu, hatufanyi ibada na wao, maana sadaka zetu na zaka zetu zitakwenda kuimarisha ndama utatu. Na tukiwaaminisha watu na tukimuimarisha ndama utatu na mafundisho mengine ya uongo, itakuwa tumeshiriki kuwatoa watu kwenye jukwaa na kuwashusha chini. Nikichangia effort ambayo inakwenda kuambia watu waamini ama waamini kitabu cha wanavyoamini na mafundisho yake ya uongo yale ndani, wakatae fundamental principle, itakuwa nimefanya kazi ya shetani nikifanya hivyo. Hivyo sisi hatufanyi kazi na watu walio kwenye mchanga. Walio kwenye mchanga mtafanya kazi na wenzenu walio kwenye mchanga. Kama hawa waasi ambao walishuka kwenye jukwaa hapa. Jukwaa la ukweli wa kwanza, Mungu mmoja na babake Yesu. Lakini wakashuka kwa kurudia. Hasa hawa wameshuka kwa kurudia uongo ambao walitoa Misri. Backslide, kurudi nyuma. Wamevuta nyuma, wametelezea Misri kule walikotoka. Hawa ndio backslide. Ndio maana Waadventista wa Sabato kabla ya kuja kwenye kanisa la Mungu walikuwa wakiamini mafundisho mengi ya kipagani, na hata wengine walikuwa wakila nguruwe, wengine wakiabudu Jumapili, wakiabudu Mungu utatu. Lakini walipokuja kwenye kanisa la Mungu SDA, Mungu akawaambia hayo ni mafundisho ya shetani, wakayaacha. Na ndio kama hawa wana wa Israeli walipokuja hapa Mlima Sinai, Bwana akawapatia utambulisho wake ni nani haswa, wakamfahamu. Lakini baadaye Waadventista Sabato wale wa ukweli na viongozi makini walipopita kwenye ngazi zao, walipofariki, wakaja wale wanafiki wakawarudisha wengine nyuma, ndo backsliders. Wamerudi kule ambako walikuwa wametoka. Kama hawa wanaona wanaabudu ndama ambaye wengine walikuwa wakiabudu kule Misri, miungu ya Misri, wamerudi Misri katika akili, wameshuka kwenye jukwaa. Lazima tuelewe haya mambo kwa mfano kabisa ili tuweze kusaidika na kuwasaidia wengine. Msishuke jukwaani. Je, umeruka au umesimama imara kwenye jukwaa ile hapa? Are you dropped out of sight? Umedondoka nje kiasi kwamba hatukuoni? Jukwaa ukweli. Na hii ni summary ya ukweli. Ukweli ni mwingi ambao Mungu aliutoa, lakini hii ni summary ambayo ikiwa ulipo panakataa ukweli huu, ni nje ya kanisa hapo. Na nabii alisema tusitoke. Je, nini kinitenge na Yesu? Je, nini kinishusha jukwaani? Ndio swali hilo. Je, ni kifo, ulafi, vimini, masengenyo, ibada ya sanamu ya utatu, uzinzi, anasema kazi siku ya Sabato, wivu, chuki, kupuuzia ibada? Nini kitanitenga na Mungu? Nini kitanishusha kwenye jukwaa? Upo kwenye jukwaa wewe? Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Kwenye akili mipangilio yote ya jukwaa inasetiwa hapo. Mungu jukwaa lake alilijenga kwenye akili za watu. Hapo mipangilio yake aliweka hivi kama unavyoona hiyo picha hapo. Kwenye akili, makusudio yetu, tabia zetu, ukweli unawekwa hapo. Ukiondoka ukweli kwenye akili tu, umetoka kwenye kanisa, hata kama upo na kusanyiko.
Mungu aweze kuwapatia ukweli huu watu wake muweze kuelewa vizuri. Popote neno lake linapotiiwa kwa moyo mkunjufu, Kristo anakuwepo mahali hapo. Si kwamba yuko katika mikusanyiko ya kanisa peke yake, bali popote wanafunzi hata wawe wachache kiasi gani, watakapokutana kwa jina lake yupo. Kwa hiyo usishtuliwe na jina, angalia tu ukweli. Tumekusanyika kwa jina lake. Kwa jina lake maana yake nini? Tunatenda kile ambacho Yesu anataka? Kama sivyo, basi tumekusanyika kwa hasara. Hakuna mstari wa ukweli ambao umewafanya Waadventista wa Sabato jinsi walivyo unaopaswa kudhoofishwa. Tuna alama za zamani za ukweli, uzoefu na wajibu, na tunapaswa kusimama kidete kulinda kanuni zetu katika mtazamo kamili wa ulimwengu. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 6, ni kurasa namba 17 inasema hivyo, ama CW 52.3 utakuta ukweli huo hapo. Anasema, hii ni Bible Commentary, gombo la 4, paragraph ya 1161. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Hiyo ni SD Bible Commentary. Okay, inasema Yohana alimuona malaika mwingine akipanda kutoka mashariki akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai, Ufunuo 7 aya ya 2, ili kuweka juu ya watumishi wa Mungu. Muhuri huu ni kutulia katika ukweli, kiakili na kiroho, ili wasiweze kutikiswa. Huu muhuri ambao unapigwa katika akili, kiakili na kiroho, ili wasiweze kutikiswa, ni ukweli ambao Mungu amewapatia watu wake. Kwa hiyo sasa huu ukweli unapigwa wapi? Kwenye akili. Jukwaa ni kwenye akili. Usikose sehemu ya hii ni sehemu ya 4, na usikose sehemu ya 5, mtu wa Mungu. Fuatilia sehemu zijazo. Mungu akubariki sana. Nimekuwa nikipata changamoto ya sauti kwenye somo hili, lakini najua bila shaka mtakuwa mmebarikiwa hivyo, maana panapokuwa na changamoto ni kwa sababu tu ya baadhi ya mambo hayajakaa sawa. Lakini hii ni sehemu ya 4, usikose sehemu zijazo. Mungu akubariki sana mtu wake. Lakini vile vile naweza kusema maneno haya yafuatayo katika somo hili niwapatie taarifa moja ni nzuri. Somo la 4, tuna kazi ya kufanya kwa baada ya kusambaza ukweli huu ambao utawasaidia watu kujua jukwaa imara ni nini na ni wapi waaminifu waliweka miguu yao kiakili. Hivi vitabu viko kwenye mchakato wa kutafsiriwa, lakini viprintiwe na visambazwe maboksi kwa maboksi mikoani viweze kwenda. Maana kwa jiji la Dar es Salaam hapa tuna miundombinu mizuri ya masuala ya printing. Hivyo tunafikiria kuviprint na kutuma kwa marafiki. Hivyo hata kwa wale ambao watakuwa wamehusika, tungependa kuwatumia. Na tutawatumia wale ambao pia hawakuchangia. Hii ni huduma kwa yeyote, itatolewa bure kutokana na sadaka ama matoleo yako ya hiari, ili kusupport kazi hii na kuweza kuweka mambo yote yaweze kukaa sawa. Kama unavyoona sauti tu ilikuwa ina shida hapa, vitu vingi havijakaa sawa. Hivyo ikiwa tutaweza kupata support kutoka waaminifu ambao wanapendezwa na kazi hizi, tutafanya kazi kubwa sana. Hivyo tunawaomba wale wote ambao wanawiwa kutoa matoleo yao ya hiari, kile ambacho Bwana amewaambia watoe kwa kazi yake hii, basi wanaweza kutumia namba ya simu ya Vodacom Tanzania hiyo. Lakini kwa habari ya kutuma itakuwa ni 255758040094. Kwa namba hii utaweza kutuma mchango wako, utaweza kupata kwa ajili ya kazi ya Mungu, na ama kwa NMB akaunti ya 245100534990. Majina ni Emmanuel Michael Liaru. Haya ambayo yatapatikana kwa watu wa Mungu huko, baada ya wewe kusapoti, utakuwa umesukuma kazi pamoja na sisi. Haya ambayo tunakwenda kuyaandaa na kuprinti hivi vitabu, Mungu atakuwa amefanya kazi kupitia wewe. Hivyo tu nikusihi rafiki yangu, kile ambacho Mungu atakuwa amekupatia, shiriki nasi chochote, lakini utume ujumbe kwa hicho ambacho umetuma kielekezwe wapi, ili niweze kuwaambia wajoli ambao tupo nao kwenye kikundi hichi ama kwenye kazi hii ya Njia Salama. Maana tuna watu ambao wataratibu matumizi ya mapato hayo ili yaende kwenye kazi haswa. Ukituma changizo yako yoyote, tuma ujumbe umetuma kiasi fulani kielekezwe kwenye jambo hili na hili, lile ambalo Mungu atakuwa amekuongoza. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sina lingine la kusema zaidi ya kuambia kwamba mtu wa Mungu usisahau kulike
page yetu ya Facebook, lakini vile vile kufuatilia mahubiri yetu kwenye page yetu pia ya YouTube ya Njia Salama, ya Njia Salama Ministry ama Njia Salama ni Yesu. Ni marafiki zako ambao tunapeperusha ujumbe kwa namna ambavyo Bwana ametuwezesha kwa sasa. Usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele kwenye page yetu ile ama kwenye channel yetu ya YouTube, ili uwe kati ya watu wa kwanza kupokea jumbe za vipindi vipya pindi tuviwekapo. Mungu akubariki sana na kukulinda. Ulikuwa nami Emmanuel Yaru, hadi wakati mwingine kwenye somo la 5. Somo hili la 4 lilikuwa linazungumza juu ya jukwaa imara. Rafiki yangu, nikuulize, je, akili yako ipo kwenye ukweli wa milele? Upo kwenye jukwaa imara? Umeshuka au umepanda? Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda. Ukweli huu usambaze kwa watu wengine kwa kadiri uwezavyo. Tenga hata siku moja tu, marafiki zako wote wa Adventista wa Sabato watumie linki hii. Tenga siku moja, nenda inbox kwao, watumie, waambie tubarikiwe na ujumbe huu wa sasa. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda. Mpaka wakati mwingine, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu umetufundisha kwa habari ya jukwaa imara ni kitu gani. Watoto wako wengi walikuwa hawafahamu, huenda wamejua sasa. Embu wale ambao wamepata kitu kwenye akili, mbegu hiyo ikamee, ikapate udongo wenye rutuba, ikaweze kumea na kuwapatia nguvu kiakili, kujua haswa wanapotakiwa kukanyaga ni wapi. Baba mtakatifu, shikilia vijana wako ambao wanahitaji kuwa kwenye kanisa lako. Wamefichwa ukweli na majesuit wengi na wachungaji wengi wa mshahara ambao wameingia kwenye kanisa lako miaka mingi sana. Lakini wale ambao wanafunguka akili kupitia ujumbe huu, Baba mtakatifu Yehova, wawezeshe kuelewa na kuishi. Wawe wameweka miguu yao, yani akili zao kwenye jukwaa, yani wameingia kwenye kanisa lako, ili ukimtuma mwanao kuja kutuchukua sisi, na wao wachukuliwe vile vile. Naomba hayo nikiamini utazidi kuwa nasi kwa jina la Yesu. Amina.